na hii ni wiki ya baraka. Naamini Mungu atatusaidia tuelewe andiko kwa maufunuo. Atatupatia muda ya kuelewa neno lake kupitia ufunuo. Kuna aina mbili ya kuelewa maandiko. Ya kwanza, unaposoma unaweza kuelewa kama vile inaitwa logos. Kwa wale ambao wanajua hiyo lugha ya Kigiriki inasema inaitwa logos. Maana yake unaielewa vile imeandikwa. Unaisoma, Yesu akapanda, akaenda hapa, akafika hapa, unaielewa hivyo. Hiyo ni logos. Na hiyo huwa inapewa watu kwa course mbili. Moja yao inaitwa hermeneutics, na unaelewa, wanakufunza vile ya kuinterpret andiko. Lakini kuna aina ya pili ambayo haitokani na logos, inaitwa rema. Sema rema. Sema rema. Rema ni wakati unapofungua Biblia na halafu Roho Mtakatifu anakufunulia ndani ya neno ni nini imefichwa. Haleluya. Kwa sababu kila neno ya Biblia, haleluya, kila neno ya Biblia inaficha kitu. Nasema kila neno ya Biblia inaficha kitu. Kwa mfano, leo tutaangalia somo ambayo nikikwambia umeelewa nini hapo, hautakuwa umeelewa kitu. Lakini tutaendelea tu kuangalia. Kwa hiyo somo yetu tulianza jana, siri ya ukuu ni nini. Alafu utakutana kuna mahali tutasoma, hautatarajia chochote kutoka hapo, lakini rema inakupatia ufunuo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunapoenda kuangalia juu ya uumbaji, mfano mahali fulani unasomaga kwa Biblia, ukifika unaruka. Mahali Biblia inataja majina, eti Adamu akapata huyu akapata huyu akapata huyu, wengi huo wanaruka hapo, si ndio? Lakini wakati unapoisoma kwa ufunuo, Bwana anakupatia somo kubwa. Haleluya. Kama mfano nikasoma kuhusu mtu, Biblia inasema majina ya watu walivyozaliwa na wakafa, na hiyo majina yao yote hapo unaangalia mtu ambaye aliishi miaka nyingi duniani anaitwa Metusela. Sema Metusela. Metusela aliishi miaka 969. Na wakati Mungu alipotaka kuelezea Musa kuhusu maisha ya Metusela, hiyo ni Mwanzo sura 5 mstari wake ukianza kutoka mstari wa kwanza kwenda chini. Wakati Mungu alipotaka kueleza kuhusu Metusela, akajikuta hana maneno mengi ambayo anaweza kuongea kuhusu Metusela. Akamwambia Musa, huyu pia naye aliitwa Metusela, na alichokifanya duniani ni kwamba alisaidiwa kupata watoto wa kike na wa kiume, na alafu akafariki. Mtu aliishi miaka 969, lakini testimony yenye Mungu anaweza kupeana kumhusu aienei mistari ngapi? Angalia jirani yako kwa uso, muulize, leo Mungu akikushuhudia atakushuhudia nini? Leo Mungu akikushuhudia atakushuhudia. Leo Mungu akianza kuongea kuhusu jina yako atashuhudia nini jamani? Atasema nini jamani? Ulikuja duniani kufanya nini? Haleluya. Lakini angalia mtu mwingine kwa Biblia ambaye Biblia inaeleza kuhusu miaka yake, anaitwa Daudi. Biblia inasema Daudi alipoanza kutawala alikuwa na miaka 30 na akatawala miaka 40. Maana yake Daudi aliishi miaka kama 70, na ukienda zaidi 72 wakati aliacha kupeana kiti akakaa kama miaka 2 na akafariki. Lakini kila andiko kwa Biblia utakutana inataja Daudi. Haleluya. Kumbe hatufai kuomba Mungu kuishi miaka nyingi peke yake. Tunafaa kuambia Mungu tuishi maisha yenye kufaa. Amen. Haleluya. Amen. Acha kuambia Mungu nipatie miaka 120, akiangalia utaifanya nini? Hakuna. Baba nataka niishi maisha marefu. Niishi maisha marefu. Utafanya maisha marefu nini? Kuna watu ambao Mungu akikuta vile aliendiaga Hezekia,
wamwambie baba, kumbuka kazi niliyoifanya. Mungu anaangalia, hakuna kitu anakumbuka hata moja. Mpaka Mungu akikwambia nitakupea miaka 15, lakini uniambie utaifanya nini. Kama hauna mpango ya kesho, miaka 15 utaifanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninataka tu ujiandae uelewe ya kwamba Bwana anapoleta ufunuo kwa neno yake ni kwa sababu anataka akusaidie. Amen. Haleluya. Amen. Angalia jirani yako, mwambie tuishi maisha yenye kufaa. Ili siku moja tupewe taji. Patia Bwana makofi mazuri. Fungua Biblia, simama tuheshimu neno la Mungu. Biblia yetu kwa kitabu cha Mwanzo 37 mstari wake wa 3. Mwanzo 37 mstari wake wa 3. Tutasoma hapo na alafu tunaendelea. Ikiwa umepata sema amen. Bado ikiwa unatafuta sema haleluya. Tunakungoja. Mwanzo 37 mstari wa 3. Tukiwa tunaandaa, baba nasema asante sana kwa kutupatia nafasi hii ya kuchangia neno la Mungu. Mungu aendelee kukuongezea. Ikiwa umepata, tunaweza kusoma. Israeli ama Yakobo alimpenda Yusufu kuliko watoto wake wote, kwa sababu alikuwa amezaliwa wakati wa uzee wake. Alimshonea Joseph kanzu ndefu 4. Lakini ndugu zake walipoona kwamba baba yao alimpenda Yusufu kuliko wao, wakamchukia, hata hawakuzungumza naye kwa amani. 5. Usiku moja Yusufu aliota ndoto. Angalia jirani yako, muulize, je, una ndoto? Usiku moja Yusufu aliota ndoto, lakini alipowasimulia ndugu zake, wao wakazidi kumchukia. Amen. Wakazidi kumchukia. Amen. Zungumza na sisi kwa dakika chache. Mungu, ubadilishe maisha yetu tena leo. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. Angalia jirani yako kabla uketi, umwambie, ukitaka kuishi, timiza ndoto. Tunaweza kuketi. Leo tutazungumza juu ya siri ya kuishi ni kutimiza ndoto. Nataka kukutangazia ya kwamba Mungu huwa hawezi kuchukua maisha ya mwenye amebeba ndoto. Hata ukiwa umefika kwa hatari ya namna gani, ukiamua kubeba ndoto, maana yake utaishi watake wasitake. Mbeba ndoto huwa hafi. Haleluya. Mtu ambaye ana maono huwa hafi. Acha nikuibie siri. Shetani haogopi wewe kwenda mbinguni. Ikiwa shetani anaogopa wewe kwenda mbinguni, maana yake wewe ni mchanga kiroho. Satan does not fear that you will go to heaven. There are 2 categories of people. Kuna watu ambao shetani anaogopa ya kwamba wanaweza enda mbinguni, maana yake ni wachanga kiroho. Na kuna wale ambao shetani haogopi kwamba wataenda mbinguni, wakimpea nafasi ya kuomba, hata yeye anaweza kuwaombea waende haraka. Angalia jirani yako, muulize, wewe uko kwa gani? Kuna wale ambao shetani anaweza kuogopa wakienda mbinguni, anajiuliza wanaenda kwa nini? Sasa wale nao wanaingia mbinguni kwa nini? Lakini kuna wale wengine ambao shetani angepewa nafasi ya kuomba, atasema, Baba Mungu, peleka hawa mbinguni hata saa hizi. Wale ambao ni wachanga kiroho, kwenda mbinguni kwao shetani anajiulizaga kwa nini wanaenda, kwa sababu walifaa kwenda jehanamu.
So anaogopaga. Lakini wale ambao wamekomaa, shetani anatakaga waende haraka. Nataka nikuibia siri. Shetani huwa haogopi wale waliokomaa kiroho wasiende mbinguni, huwa anaogopa wasipeleke watu wengi mbinguni. Haleluya. Kila asubuhi ukiamuka, shetani anajua ya kwamba tena huyo mtu ambaye amejaa maono ameamuka. Kwa hivyo inamaanisha ata influence watu wengi waache njia yangu wafuate njia ya Mungu. Ndio kwa maana shetani anaweza kuomba watu wenye maono waende haraka. Unakutana mtu kunaomba kila siku, Mungu nisaidie, shetani ananipinga nisiende mbinguni, maana yake hujakomaa. Mimi shetani anaombaga niende haraka. Mungu ukichukua huyu, ninajua kuna maelfu yenye haitakufuata. Kwa sababu shetani huwa haogopi jina lako, shetani huogopa influence yako. Shetani anajua huyu mmoja akiamuka 10,000 tena leo itaokoka. Haleluya. Lakini wewe hana hata shida na wewe, hata ukipita wapi anajua hakuna kitu utafanya. Kwanza utasaidia kuharibu zaidi. Manake hata anafurahi. Ukikutana mtu ambaye hana maono, hanaga shida na shetani. Shetani nata hata nikuulize jamani, utakuta mtoto anatupa mawe kwa mti yenye haina matunda. Anatafuta nini? Kupigwa yenye huo unapigwa kwa maisha ni kwa sababu ya kile unabeba. Kama haubebi kitu hauwezi kupigwa na mtu. Wale ambao wanabeba maono upigwa na watu kwa sababu hawawapigi wao, wanataka kupiga maono. Ukikuta una vita vingi, jua una influence kubwa. Ukikuta watu wanakuchukia sana, jua wewe ni wa maana. Haleluya. Wakati wowote ule unapokuta watu wanakuwekea fitina, jua wewe ni wa Haleluya. Ni ndoto watu hupiganisha, ni nyota watu hupiganisha. Watu hawapiganishi watu wenye hawana maana. Haleluya. Ukikuta huduma watu wanaipiganisha, jua hiyo huduma inabeba Mungu. Haleluya. Shetani hawezi kujipiganisha peke yake. Ukikuta shetani anataka kuungangana kuipiga huduma, jua hiyo huduma ni ya kimungu. Huduma za kishetani zinajaa overflow. Kama hatuna mahali ya kuweka watu hapa, kwa sababu shetani angenisaidia watu wake wote wakuje hapa. Lakini hao wenye wako hapa ni wale ambao wamekombolewa na damu ya Yesu Kristo. Ndio kwa maana hatujali umati wa watu, tunajali mioyo inayoenda mbinguni, kwa sababu sisi si wa dunia, sisi ni wa mbinguni. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo tunakuambia ukikuta vita, jua ya kwamba ni maono unabeba. Siku utakuta kwa maisha yako unatembea bila vita, simama uangalie unatembea na nani. Yawezekana unaweza kuwa unatembea na shetani. Lakini kama unatembea na Mungu, kila asubuhi jiandae kwa vita. Lakini uzuri ni kwamba huwa hatupigani ili tushinde, huwa tunapigana ndani ya ushindi. Aliyeshinda alishinda miaka 2000 imepita. Yetu ni kupigana ndani ya ushindi. Hallelujah. Look at your neighbor, tell your neighbor, we don't fight for victory, we fight in victory. Patia Bwana makofi mazuri. Hallelujah, hallelujah. Biblia yangu inaniambia ya kwamba kijana akazaliwa anaitwa Yusufu. Na Yusufu alipozaliwa, alizaliwa wakati baba yake alikuwa mzee. Na basi baba yake akampenda kwa sababu alikuwa anampenda mama yake Rachel. Na Yusufu akaanza kukomaa pamoja na ndugu zake, ikaendelea hivyo. Maono ikabebwa. Sasa kulikuwa mtu ambaye anaitwa Yakobo, na Yakobo alikuwa amebeba kipawa fulani ya kiunabii kupitia ndoto. Yakobo akiota ndoto, hiyo ndoto ni sharti itimilike. Akajua ya kwamba kuna watu ambao watamurithi yeye kama mzazi
lakini ni sharti atafute yule ambaye atakayemrithi kama mhudumu. Kuna watu wenye wanaweza kurithi jina yako na kuna wale wanaweza kurithi huduma yako. Sasa shida tuko nao ni kwamba watu wengi wanataka warithi positions, lakini wengi hawataki kurithi kipawa. Unapiga macho, unaangalia maombi yako ni kila siku, unajiuliza sasa siku bishop atasema hapa ya kwamba anataka kuritaya ako nani kupumzika kustaafu, ni nani ataachiwa hapa jamani? Ni nani atapewa hapa jamani? Lakini hakuna mwenye anasema vipawa vinavyokaa ndani ya bishop ni nani anaweza kuvirithi. Hakuna. Watu wanataka kurithi positions but not anointing. Angalia jirani yako, mwambie huyo sio wewe. Usiachie hapo, mwangalie umwambie lakini unajijua. Yakobo akaangalia kaona watoto wake wengi wote wanangojea waitwe jina yake, lakini hakuna mwenye anachukua kipawa chake cha ndoto. Ikabidi atengeneze nguo ambayo aliachilia ndani hiyo vipawa, akaivika kijana wake. Na wakati Yusufu alivaa nguo, Yusufu akameza ndoto. Haleluya. Naomba leo mbingu ziachilie nguo juu yako ambayo itakuridhisha vipawa vya Mungu hapa unapotembea, upende vipawa vya kimungu. Kwa nini sema haleluya? Yusufu akarithi vipawa vya ndoto. Na hata nikuibie siri ni kwamba mtu anaweza kukupiganisha kwa kile ambacho anaona na macho, lakini hawezi piganisha kile ambacho kiko ndani yako. Wanaweza kukunyang'anya cheo, lakini hawawezi kukunyang'anya Mungu. Wanaweza kukunyang'anya boma, lakini hawawezi kukunyang'anya wokovu. Wanaweza kukufukuza kwa boma, lakini utabaki tu wewe uko juu, kwa sababu kilicho ndani hicho huongea. Kama unanisikia sema haleluya. Kama unanisikia sema haleluya. Kama unanisikia sema haleluya. Yes. Watu wanaweza kupiganisha kile wanaona na macho. Watu wanaweza kukupanga majina. Watu wanaweza kukufukuza. Hiyo ni yenye wanaona nje. Kilicho ndani hakuna uwezaye kukikokonya. Kilicho ndani hakuna uwezaye kukibeba. Unaweza kufanya kila unataka, lakini alichoniweka ndani Mungu huwezi kukigusa. Haleluya. Haleluya. Tunaweza kuimba sote pamoja na tutoe sote sauti moja, lakini upako wa sauti sio moja. Tunaweza kuhubiri sote pamoja, lakini upako sio moja. Tunaweza kuendea wagonjwa wote, lakini upako sio moja. Kilicho ndani ndicho huzungumza. Haleluya. Haleluya. Watu wanaweza kuwa wachungaji, lakini hawajaitwa pamoja. Vipawa vya ndani vinabishana. Nakuja kukutangazia, acha kuingia kile ambacho watu wamechukua. Watu hawana uwezo wa kuchukua kile Roho aliweka ndani yako. Chuna kilicho ndani, acha kuingia kilicho nje. Naomba uwe ndani. Maono huwa nasema maono huwa ndani. Maono huwa ndani. Maono huwa haiko nje. Watu wanaweza kukufukuza. Ukienda wewe ni kama mti wa muogo, mahali pote inatupwa inaota, kwa sababu ndani yake kuna nguvu ya kuweza kuota. Sifa kwa Mungu. Nasema sifa kwa Mungu. Haleluya. Sasa Biblia yangu inaniambia ya kwamba ndugu zake wakamchukia, na walipomchukia hiyo ndoto zilipoanza kuja wakamchukia zaidi. Lakini shida ni kwamba wao wanachukia ndoto, lakini wanashindwa kumnyang'anya ndoto. Ndoto ilikuwa ni nini? Aliwaambia ya kwamba nimeona nyinyi mkinishujudu, nimeona mkinipigia goti jamani. Hawa ndugu zake wakajiuliza, hii kijana ndogo hivi, akili kidogo hivi, inaamuka tu na ujinga, inakuja asema wananishujudu na tunawashujudu sisi. Sikiza nikuibia siri. Uongozi sio miaka. Uongozi sio shule. Uongozi ni kipawa.
Mungu akikuchagua anakuchagua. Haijalishi umetoka wapi, haijalishi ulizaliwa wapi, haijalishi ulilelewa na nani. Akikuwekelea mkono anakuinua tu. Walio wacheke waseme sio shida yako. Na kutangazia leo kipawa cha Mungu juu yako kiwake na kifanye kazi. Wenye watalia walie, lakini Mungu akutumie. Kama unaamini sema haleluya. Nimekuja kukutangazia nyuma ya mkutano huu, kila kipawa cha Mungu ndani yako kiamuke kianze kufanya kazi. Nasema nyuma ya mkutano huu, uamsho uamuke ndani yako. Roho ya kumtumikia Mungu kwa kweli iamuke ndani yako. Mafanikio kwa kazi yako yaanze kuonekana. Watu walio wasilie sio shida yako. Sikiza nikuibie siri. Mtu ukiitwa kazi, hakuna kazi imewahi kuwa kama haina mtu alikuwa anaiketea. Sikia nikuibie siri. Sasa wakivuta mtu kazi, wakupei kazi, wewe utaonea huruma mwenye alivuta kazi? Ni wewe ulivuta kazi. Jamani. Mimi sijali nini Mungu atafanya wiki hii. Mbingu zifanye kitu, wewe upate nafasi ya kutimiliza ndoto yako. Sijui ni nini mbingu itafanya wiki hii, lakini ninaamini Mungu atafanya kitu moja, ndoto yako itimie. Kama unaamini sema haleluya. Biblia yangu inasema ya kwamba siku moja Yakobo akatuma Yusufu apelekee ndugu zake chakula, na walipoenda kuwapelekea chakula wakamuona anakuja. Ukitaka kujua machungu walikuwa nayo ilikuwa ni ya nini, ilikuwa ni ya ndoto. Walipomuona anakuja wakasemezana, wakaambiana, bwana ndoto anakuja. Usichangae watu wako wanakuita jina ya kukuchekelea. Miaka nyingi imepita bila mimi kujua. Nilikuwa na msichana fulani ambaye nilikuwa nafikiria nitaoa, na siku moja akaja akanielezea kitu, nikamwambia bwana hatakubaliana nayo. Akaniangalia akaniambia, baba mchungaji, unajifanya sasa mchungaji. Hapo mimi nilikuwa sijakuwa mchungaji, nilikuwa nikifanya saikolojia. Hapo sikuwa na wazia nitakuwa mchungaji hata siku moja. Lakini akaniambia, mockery. Baba mchungaji. Nikasikia na niuma. Kumbe adui zako ndio wa kwanza kunusia mahali unaelekea. Mock, they are mockeries. Most of time it turns into a prophecy. Hiyo kukuchekelea huo wanakuchekelea. Mara kadhaa Mungu huwa anaibadilisha na ifanya unabii. Mungu baba nimekuja kukutangazia, haijalishi majina wanakuita, Mungu aigeuze usiku wa leo, aifanye kuwa unabii. Mungu aifanye kwa jina la Yesu. Biblia yangu inaniambia kwa kitabu cha Matendo ya Mitume ya kwamba Musa akaenda kwa wana wa Israeli, na walipomuona wakamuuliza, ni nani aliyekufanya kuwa kiongozi na muamuzi juu yetu? Na Biblia inasema baadaye, na huyo Musa aliyechekelewa kwamba ni nani alimfanya kiongozi na muamuzi, Mungu akamfanya kiongozi na muamuzi juu yao, kwa sababu maneno yao iligeuka kuwa unabii. Natangaza maneno ya adui zako leo, Bwana igeuze kuwa unabii kwa maisha yako. Natangaza maneno ya adui zako, mbingu ifanye kuwa unabii kwa maisha yako. Kama unaamini sema haleluya. Haleluya. Waseme zaidi, wakuite majina zaidi, kwa sababu zaidi wanakuita majina, zaidi mbingu inaifanya unabii, zaidi wanakuchekelea, zaidi mbingu inakusogesha hapo, zaidi wanafikiria kukumaliza, zaidi wanakupeleka mahali unafaa kwenda. Natangaza leo Mungu atimize ndoto yako. Haleluya. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Wakati walimwona anakuja aseme, bwana ndoto anakuja. Alipofika, mwanadamu anaweza kukuchekelea kwa sababu anaona kiko ndani, lakini akishindwa kushika kile kiko ndani anakufrustrate na kile kiko nje. Na wewe ukiwa unaojinga unaanza kulilia kile kiko nje, kumbe ameshindwa kufika kwa kile kile kiko ndani. Wanasema bwana ndoto anakuja, lakini pahali wachukue ndoto wakachukua
hauna uwezo. Halo. Angalia jirani yako kwa uso, mwambie adui yako hana uwezo ya kukuua. Biblia yangu inaniambia kwa kitabu cha Matendo ya Mitume sura 12 ya kwamba wakati Herode aliona watu wamefurahi ya kwamba wameua Yakobo, akachukua Petro akamsimamisha mbele ya watu. Sikia Kenya alifanya. Alipomsimamisha mbele ya watu akaambia watu ya kwamba huyu ndiye Petro, tutamuua, lakini tutamuua kesho. Sasa wewe Herode, kama hauna uwezo ya kumuua leo, nani atakudanganya utamuua kesho? Nilikuja kukutangazia shida ya adui zako hawajuagi mathematics. Wangelikuwa wakukuua, wangekuua jana. Kwa sababu hawakukuua jana, hata leo hawatakuua, na hata kesho hawatakuua. Kwa sababu walishindwa jana, watashindwa leo, watashindwa kesho. Patia Bwana shangwe na furaha. Kama hawakukuua jana, watakuuaje leo? Eti huyu ndiye Petro, amemshika tayari, lakini anasema tutamuua. Uongo yako. Huyu kama huwezi kumuua saa hizi, hata kesho shetani angelikuwa kukuua, angekuua kabla hujaokoka. Ukisha kuokoka, hana mamlaka juu yako, na kutangazia hana nguvu juu yako. Kama unaamini sema ewe Yesu, uendelee kunilinda. Patia Bwana makofi mazuri. Haleluya, haleluya. Walipomuona hivi wakasemezana, kwanza mbele tukamalize, tukatoe nguo. Wakamvua hiyo nguo yenye waliona baba yake alikapika, kakaanza kuota ndoto. Jamani, tunaweza kunivua nguo, lakini nguo ilipoleta ndoto zilizama ndani. Sasa nguo mnabeba ni hojo. Tunapanga vile tutamnyang'anya kanisa. Unaweza kuninyang'anya kanisa, lakini hauwezi kuninyang'anya maono. Unaweza tu kuchukua kanisa, ukijichukua hii ninahama. Naambiaga wachungaji wangu, niko na wachungaji wanne na nawaambiaga, sikiza niwaambie siri, sitawahi pigania kanisa. Mwenye siku moja ndani yenu atasikia kama Mungu amemuinua ndani karoka kuchukua, anakuja tena ananiambia, pastor, kesho nitachukua. Bora usikate kichwa, nitakuachia kwa amani, nifungue mahali pengine. Hiyo kipawa iliyo ndani yangu itajidhihirisha huko, na moto itawaka huko, na Mungu atajionyesha huko. I'm not talking to somebody. So tukitembea tunajuaga, as long as haumenyang'anyi kipawa, hauwezi kumvua. Angalia tena nakwambia, wamechukua cha nje tu. Cha ndani bado tunakaa. Kama unaamini, patia Bwana makofi mazuri. Wamechukua nguo. Lakini sikiza nikwambie siri. Walipochukua nguo, wakajua wamemwacha bila ndoto, na wakamchukua wakamtupa kwa shimo. Kumbe ameenda kwa shimo na ndoto. Haleluya. Nataka nikueleweshe kwa nini walienda kwa shimo na ndoto. Kwa sababu wakati waliona wale watu wa kuenda kununua wale watumwa, wakaenda kwa shimo. Walipoingia kwa shimo, wakataka kumtoa. Swali ni hii, unawezaje toa mtu kwa shimo bila kupiga magoti? Alo, utatoaje mtu kwa shimo bila kukunjama jamani? Mjinga wewe, leta mkono. Utaniita mjinga lakini umepiga goti. Ndoto yangu haikuwa ya kwamba hautawahi kunitusi. Ndoto yangu ilikuwa ya kwamba siku moja utasujudu. Uniita kile utaniita, lakini utasujudu. Wewe ukitaka uniite mjinga, ukitaka uniite pumbavu, lakini umepiga nini? Haleluya. Mjinga, leta mkono. Hebu kana waangalia, nafikiri kwa mkono anafanya hivi, wakitaka kushika kanarudi, wanapiga zaidi. Natangaza usiku wa leo, watake wasitake, watasujudu juu ya Mungu wako, wafurahi wasifurahi, watasujudu juu ya Mungu wako, wafurahi wasifurahi, ndoto yako wataisujudia kwa jina la Yesu.
Mungu ananiambia walipomtoa wakamuuza. Kuna kitu moja utaelewa. Huyu ndugu alikuwa na shida. Shida yake watu walikuwa wanashindwa kupiganisha Kenya na beba, wanapiganisha cha nje. Akauzwa akafika kwa nyumba ya Potifa. Nyumba ya Potifa kafanyikiwa, Mungu akaibariki. Mke wa Potifa akatamani kijana, na alipomtamani Biblia inasema kijana akakataa. Mke wa Potifa akapiganisha kijana. Sikiza Biblia siri. Alipopiganisha kijana akachukua nini? Kumbe huyu kijana iko na shida ya nguo. Ndugu zake wamempiganisha wakachukua. Mke wa Potifa anapiganisha anachukua. Nasikia sometimes wahubiri wanasema Yusufu angelifanya dhambi kwa nyumba ya Potifa hangelibarikiwa. Sikiza nikwambie ukweli. Yusufu angelifanya dhambi kwa nyumba ya Potifa angelikuwa mkuu kwa nyumba ya Potifa. Angelitawala vizuri kwa nyumba ya Potifa. Kwa nini? Kwa sababu mke wa Potifa alikuwa na akili timamu. Angelijua kupanga wakati mzee yuko anajifanya, wakati hayuko anaendelea tu na tabia zake za dhambi, na wakati unataka kugundua anakuvuta kazi. Hiyo Yusufu angelitawala. Lakini shida ni hii, hakuna siku Yusufu angelitawala Misri. Angelitawala nyumba. Dhambi huwa haikuui kimwili mara moja. Dhambi huwa inakufunga usifikie maono ambao Mungu alikuumbia uwe. Kama ungelikuwa mkuu wa nchi, dhambi inakufanya mkuu wa nyumba. Yusufu angelikufa mkuu wa nyumba ya Potifari, na siku Potifari atamgundua, anamchapa kisu kwa moyo na anakufa, na historia inaishia hapo. Hivyo tu dhambi inataka kukufanya. Lakini alipokataa kuwa mkuu wa nyumba ya Potifari, ilibidi Mungu amfanye mkuu wa nchi ya Misri, na kutangazia ukikataa dhambi leo, Mungu atakufanya mkuu kesho. Ukikataa kuchukua hongo leo, kesho Mungu atakufanya mkubwa. Haleluya. Nasema haleluya. Yusufu alichunga ndoto. Na alipoondoka hapo, Mungu alimfanyia kitu ya kimaajabu. Biblia inasema kwa kitabu cha Mwanzo sura yake 41 ya kwamba na Farao akamvika nguo. Haleluya. Hiyo nguo sasa ni hiyo ambayo ndugu zake hawawezi kutoa tena. Mke wa Potifa hawezi kuguza tena kwa sababu imeenda kwa ngazi za juu. Naomba leo Mungu akuvike nguo ambayo itafunika aibu yote ya maisha yako ambayo umeipitia. Miaka yote ya machozi, umenyang'anywa heshima. Naomba Mungu akuvike heshima leo ambayo itafanya heshima zako zote zirudi. Kama unasikia sema haleluya. Sasa ndio somo haraka nimalize nikuombee. Watu wanne ambao Yusufu ndoto yake ilikutana nao ili kwamba ikafanikiwa. Na wale ndio watu wanne ambao ndoto yako inafaa kukutana nao. Maono yako inafaa kukutana nao. Usipokutana na wale watu wanne, ujue hautaanza kuota. Hello? Usipokutana na hiyo vipindi nne kwa maisha, jua hautaanza kuota. Kipindi cha kwanza, kila ndoto ambayo itafanikiwa, ndoto kubwa kama hii huduma ambao mnajenga hapa, ndoto kubwa kama biashara na maono ambao kwa roho ya familia, ili kwamba ifanikiwe, kipindi cha kwanza ni sharti ikutane mtu anaitwa msaliti. Haleluya. Mtu wa kwanza ambaye ni sharti ndoto yako ikutane naye anaitwa betrayer is the first person you must meet for your dream to be accomplished. Shida ni nini? Watu wengi tunataka tuendeshe ndoto vizuri na maono vizuri bila kusalitiwa. Haitawahi kuwa. Wakati Mungu anapoweka ndani yako maono, sikiza kuibia siri, shetani anaanza kuandaa mtu wa kuivunja. Maono yakiingia ndani yako ni sharti wa kuivunja andaliwe. Lakini niko na siri ya kukuibia. Kazi ya msaliti ni nini? Kazi ya msaliti ni kukutoa mahali pale ambapo uko ili kwamba akupeleke mahali unafaa kuwa.
betrayer, yeyote anayekusaliti huwa anakusaidia kwa sababu hali ya kiutu ni kwamba wakati unasikia raha ya kitu fulani unapoteza maono ya kuendelea. Ukiona tu unafurahia ka kitu, unasahau kama ulikuwa unaendelea mbele, unaanza kuseto, unaanza kutulia. Sasa inabidi Mungu alete msaliti akutoe katika comfort zone, akupeleke mahali unafaa kwenda. Msaliti kwa ndoto yako hakuji kukuua. Msaliti anatumikana yeye bila kujua. Shetani anafikiria anamtumia kukumaliza, na Mungu anatumia kukumaliza yake akufikishe kwa mahali unafaa kwenda. Naomba kila mwenye alikuwa amekusaliti ashangae kesho Mungu amekuinua zaidi, kwa sababu amekusukuma mahali unafaa kwenda. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba Penina kila siku alikuwa akimchekelea Hana, na ndio kwa maana Hana alikosa amani akakimbilia kanisani. Na hiyo kukimbilia kanisani akarudi na Samueli. Usaliti wako huwa anakutoa mahali unatulia, anakupeleka mahali Mungu anataka uende, ili kwamba mahali alifikiria ndio kona, kumbe ndio beginning. Kama kuna msaliti ambaye alikusaliti jana, Mungu amshangaze leo. Nasema Mungu amshangaze leo. Nasema mbingu zimshangaze leo. Na kama kuna yule ambaye anafaa kukusaliti, uko kwa kazi yenyewe sio yako na umetosheka kwa sababu unapata kamshahara kadogo, naomba msaliti wako akuone leo. Akusaliti, ikuume, lakini uendelee. Hakuna amen. Wakati unapokutana usaliti, moyo inaumaka. Lakini mbeba maono anaelewa, maana yake muda ya hapa ilikuwa imekwisha na nilishindwa kujua muda umekwisha, ilibidi Mungu alete msaliti anisukume nje. Huko nje ndiko nitafanyikiwa zaidi kuliko mahali nilikuwa. Ndugu za Yusufu wangelimwacha kubaki hapo kwao, hakuna siku angelikuwa prime minister. Hakuna siku wangeliwahi kumshuhudia. Hakuna siku wangeliwahi kumheshimu. Lakini ilibidi wamutoe katika comfort zone, wamupeleke katika nchi ya Misri. Wao wakifikiria wamemumaliza, kumbe wamemuanzisha. Natangaza wasaliti wako waaibike leo, kwa sababu hawatakumaliza, watakuanzisha. Siku moja Yesu anakutana watu wawili. Wa kwanza anaitwa Petro. Petro anasimama anasema, Bwana, mimi ninaapa hata ukifa tutakufa na wewe. Yesu akamwangalia akamwambia, rudi nyuma yangu Shetani. Kisha kitama kingine kikakuta kinaitwa Kiyuda. Kilipofika tu hivi, soma Biblia yako. Biblia inasema Yesu akamwambia, rafiki, unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Nani? Kumbe msaliti sio adui. Msaliti hakuna siku adui atawahi kukusaliti. Usaliti huuma. Kwa sababu msaliti ni nani? Ni mtu umeibia siri zako, ni mtu umeambia inside plans. Umemwamini kuliko wengine. Wewe unafikiri Yesu alikuwa anaamini Petro kuliko Yuda? Yuda alikuwa anaweka nini? Unaweza kuwekesha pesa zako mtu auamini? Kama Yesu anasema mahali pesa zako ziko ndiko mahali, manake roho ya Yesu ilikuwa kwa alikuwa anaamini Yuda sana. Ni hivyo wewe, watu waliowaamini kwa maisha ndio walipozunguka. Watu waliowaamini ndio walikusaliti. Watu waliowaamini ndio walikusemea uongo. Tunakuwa tunajiuliza, hizi habari ninasikia zinatoka wapi? Kumbe uko na insider mwenye anazitoa nje. Msaliti anaumizaka sana. Hakuna shida inaua huduma leo kama wasaliti. Hakuna shida inatesa watu leo kama wasaliti. Kwa sababu ni rahisi kumjua adui kuliko kumjua rafiki. Tuko pamoja? Rafiki yangu, kuja. Nakupenda sana. Kuja. Nakupenda sana. Nakupenda sana wewe. Nakupenda sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Umebarikiwa? Hakuna shida kama hiyo. Hakuna shida duniani kama hiyo.
Unafikiria amekukumbatia, kumbe wasaliti. Lakini uzuri ni kwamba kabla haujagundua msaliti, ukiwa mwaminifu kwa Mungu, msaliti atafanya mistake. Atafika mahali anafikiria amekumaliza, kumbe hapo ndio Mungu anataka akuvukishe. Naomba usiku wa leo, kila ambaye alikuwa na mpango ya kukusaliti, akuweke mahali Mungu anataka uwe. Haleluya. Ilibidi Yuda apeleke Yesu msalabani, na Yesu alikuwa anataka kwenda wapi? Msalabani. Msaliti wako atakupeleka mahali unafaa kwenda. Una ndoto, una maono. Usipokuta mtu ambaye atasaliti hiyo ndoto, jua ya kwamba hutaanza. Unafanya ujenzi na watu wote wanaungana, tujenge, jua hiyo sio Mungu. Alo. Wakati walipotaka kujenga mnara wa Babeli, wote waliungana. Mungu akajua mimi siko hapo, akawagawanyisha. Wakati walipotaka kujenga kuta za Yeriko, wote hawakuungana kwa sababu Mungu alikuwa hapo. Kwa pamoja. Unakuta mtu anakuambia the voice of people is the voice of God. Let me tell you, hiyo sio Biblia. Are we together? Sauti ya watu ni sauti ya watu, na sauti ya Mungu ni sauti ya Mungu. Tuko pamoja? Unaniuliza kwa nini pastor? Siku moja watu 850 waliongea sauti moja, na mtu mmoja akaongea ingine. Mungu akaacha watu 850 akaenda na mtu mmoja. Manabii wa Baali na Ashera walikuwa 850 waliongea sauti moja. Elia alikuwa peke yake, lakini Mungu hakuwasikiza, akasikiza mtu mmoja. Watu wanaweza kukuacha kwa wingi, haijamaanisha Mungu amekuacha. Watu ndio wamekuacha, lakini Mungu iko na wewe. Acha kusikiza watu wamesema nini. Mungu ikiongea inatosha. Nasema Mungu ikiongea inatosha. Na wao uko upande wangu, wao uko upande wao. Achana na hiyo. Wao upande yenye wanataka. Kama mbingu zimeongea, kesho watakutafuta. Nasema kesho watakutafuta. Kama ni mbingu ziliongea, acha wafanye kesho. Yule mchana alifungua kanisa, ilipofikisha watu 300, wazee wa kanisa wakamwambia tunakufukuza. Wakamnyang'anya kanisa, wakamfukuza. Akaenda akafungua kanisa ya pili. Ilipofikisha watu 3,000, waongozi wengine wenzake wa kanisa wakamwambia tunakufukuza, wewe haufai kuongoza kanisa kubwa ya watu 3,000. Wakamnyang'anya nayo. Kanisa ameanza peke yake, akaondoka, akawaachia, akaenda. Sasa hizi tunaongea, hauna tena uwezo ya kumnyang'anya, lakini kanisa yake ni ya watu 1,000,000. Wende South Korea utaiona watu 1,000,000 kanisa yake, na walimnyang'anya ya watu 300 na ya watu. Sasa jamani, angepigania ya watu 300, inaniuma. Wamechukua 300. Kumbe inabidi wachukue 300 ili kwamba Mungu akupe 1,000,000. Natangaza leo wasaliti wako washangae, mahali walifikiria wamekuangusha, Mungu akuanzishe upya na akuinue zaidi. Kama unanisema haleluya. Sifa kwa Mungu. Mtu wa pili ambaye ndoto yako inafaa kukutana naye. Biblia inasema wakati walimpeleka kwa jela Yusufu, akakutana na mtu ambaye alikuwa anaitwa mfinyanzi. Mfinyanzi. Baka. Halo? Mfinyanzi ni nani? Mfinyanzi ni mtu ambaye Mungu huleta kwa njia yako ili kwamba akuponde, akupatie form ambao ndoto yako inafaa kuwa nayo. Kwa ingine language ninamuita coach. Haleluya. Coach. Wangapi wameshaona football, watu wakicheza football? Umewahi kuona watu wakicheza football hata kwa TV ama wapi?
Kama umewahi kuona watu wakicheza mpira, inua mkono wako kwa. Kwa mpira kuna yule anaitwa coach, na kuna yule anaitwa spectator, na kuna yule anaitwa player. Tuko pamoja? Watu wengi walishindwa kueneza ndoto yao kwa sababu wao ni players lakini wanasikizaga spectators. Sasa Biblia siri. Spectators hata ukicheza vibaya unawasikia tu hata unacheza vibaya. Hata hakuna wajali. Wao kazi yao tu ni kukutia moyo tu. Kukutia tu moyo tu. Hata ukimpiga uende huko juu unasikia why? Spectators. Na wewe unapendaga wale. Unafanya dhambi, anakuambia, dada yangu, hamna shida. Nitendelee. Tunapendaga wale sana. Unachelewa ibada, anakuambia, ninaelewa ni kazi. Angalia jirani yako, mwambie wewe ni spectator. Unafanya makosa, wanakuimbia. Unafanya hiki, wanakuimbia. Ndio kwa maana unakuta watu wengi wanatoka kanisa. Mimi nimetoka kanisa. Kwa nini unatoka? Pastor atawahi kuniambia thank you. Jamani. Listen. Your pastor is not your spectator. Your pastor is your coach. Your father in the Lord or your mother is a coach. He cannot tolerate some beatings. Hawezi kushangilia kushindwa. Na ndio kwa maana ndoto ya watu wengi haiendi mbali kwa sababu wanapenda kushangiliwa na hawataweza. Mimi nilitumika na mtu mahali kwa miaka, hakuwahi kuniambia thank you. Lakini huyo mtu alinijenga nikawa Kenya niko. Hallelujah. Thank you ingine haikusaidii. Ukikuta uchafu haufuniki uchafu, unatoa uchafu. Nisaidie dada yangu ufunike hiyo meza na hiyo uchafu. Wageni wakitoka, utafanya nyumba inuke. Umefunika sana. Kazi ya coach ni kutoa. Kama unanisikia sema nasikia. Angalia jirani yako kwa uso muulize, je, una coach? Kwa maisha yako unakuwa na coach kweli? Uko na mtu mwenye anajua kukunyoosha. Mimi kwa maisha yangu ya huduma, Wakristo ambao nina huduma na Naomi nao anajua kitu moja. Ukija kwa mchungaji, sasa mchungaji, nilikuwa nataka kuambia mtu fulani alisema hivi na hivi na hivi. Siendaje mbali? Nakwambia keti hapo. Nachukua simu, napigia huyo mtu. Uko wapi? Mchungaji, niko Nairobi, kuja haraka. Wewe kuja kwa ofisi yangu haraka. Anafika na keti hapo, nakwambia pole kwa sababu ulikuwa unanielezea peke yako. Sasa mwenye shida ndiye eleza tena. Ndio nasikia mchungaji ndio anasema. Kama ni uongo hataeleza. Kama ni ukweli atasema. Na akisema ukweli tunaambia huyu tubu za bidhaa. Lakini uongo unaniletea mshemeni ibebe wapi? Unaeleza na asante. Wewe nawe kuja hapa. Huyu amesema atakuwa na kitu ya kueleza kukuhusu. Eleza tena. Katika hii safari hatukuja kufurahisha watu. Tulikuja kuwapeleka mbinguni. Na kama ni mbinguni tutawapeleka, basi tutakuwa wagumu wafike mbinguni. Heri nipeleke watu 100 mbinguni kuliko nipeleke watu 10,000 jehanamu. Pastor, tunataka kanisa ijae. Kanisa itajaa, lakini kama ni watu kwenda jehanamu sitaki. Nataka watu kwenda mbinguni. Kwa hivyo tutawanyoosha. Ukiona mtu anatoka kanisa eti mchungaji alimsomea kaenda, muache huko mahali anaenda, yeye ndiye atasomea mchungaji huko. Mimi huwezi kuja tu haraka. Jamani, unatoka wapi na ilikuwa nini? Kwa sababu huyo ambaye atakwambia nimetoka kwa sababu wao wanifurahi. Sasa kuna nani mimi
unasikia neno la Mungu? Unaelewa neno la Mungu? Mfinyanzi ni sharti ya kufinye. Ukiangalia mpira, coach huwa haruki mchezaji akichenga. Coach hawezi rukia kuchenga. Ukija uoshe hii kanisa yote, hiyo ni kuchenga. Sasa niruke kwa nini? Hello. Unaleta tithe ya 1 million. Hiyo ni mchungaji, nimeleta tithe ya 1 million. Na nataka wewe mwenyewe unipatie cheo. Rafiki yangu mmoja sitaki alifurahisha sana, anaitwa Pastor Tumaini, anaimba nisizame Yesu uniokoe. Sasa Tumaini ni huwa tunaitana pacha. Ni rafiki yangu wa karibu sana. Sasa Mkristo mmoja akamletea tithe ya 1.something million. Akampatia mchungaji, yani mchungaji hapo Nairobi. Mchungaji Tumaini, baba siku moja tutakuja naye. Haleluya. Na hii siku moja wakamletea tithe, wakampea. Alipoichukua akashukuru. Hiyo check akaenda kaibank. Na fushua ilikuwa ikamachua. Sunday akahubiri, akabadilisha injili, kisha akitaka kuondoka, huyo Mkristo akamfuata hapo nje. Akamwambia, pastor, mbona hutatangaza? Akamuuliza kutangaza nini? Akamwambia, pastor, zamani kitu nzito kama hiyo hujaitangaza. Pastor Tumaini akamwambia, ngoja hapo kidogo. Akapigia sekretari wake akamwambia, kimbia kwa ofisi yangu unichukulie breakfast of the day. Akamhesabia pesa zake, akamfungia kwa paper bag, akampea. Akamwambia, hukuninunua kwa pesa, ulitolea Mungu. Kama ni Mungu ulitolea, utataka baraka. Lakini hautanunua madhabahu kwa pesa. Coach huwa haruki kwa sababu umechenga. Uliza mwenzako, je, unajua unahitaji coach? Ukiingia kwa ofisi ya mchungaji na unataka kuna smile, shukuru Mungu. Unafaa kutoka huko uso na funga, ni kama mwenye ulikula ugali na ndimu, ni kama ni mawe. Kwa sababu kazi yake kukunyo. Wewe umewahi kuona wananyoosha vyuma visifanye kelele? Vyuma ikinyooshwa utasikia yes, vinanyooshwa. Ni sharti ukinyooshwa usikie nauma. Eti niko na kidonda hapa, lakini pastor anakuwa anafanya hivi, daktari anakuwa anafanya hivi. Itaoza, mguu itakatika. Ruhusu usikie uchungu, lakini watoe uchafu. Yes. Coach. Sema, Mungu, niumbie moyo wa kuweza maneno ya coach. Ili ndoto yangu itimie. Patia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo coach wa haruki mtu akichenga. Mtu akipiga iende nje, coach wa haruki. Kuna vitu viwili vinafanyika coach anaruka. Ya kwanza, ukifunga goli, utaona coach anasimama na shangilia. Na mbinguni kufunga goli ni kuleta mioyo kwa Kristo. Haleluya. Ukiingia katika hali ya kuleta wa Kristo, kuwaokoa waliopotea, utaona mchungaji anajaa furaha kwa sababu huko unafunga magoli. Ndiyo kazi ya mbingu. Biblia haisemi mbingu ufurahi ukinunua gari. Mbingu ufurahi mtu mmoja. Haleluya. Mtu mmoja akiokoka mbingu inashangilia kwa sababu coach ufurahi ukifunga. Sio ukinunua gari. Nimenunua gari, Mkristo mmoja akaniambia, "Ninadhani mchungaji fulani iko na wivu na mimi. Nilimwita dedicate gari yangu, akaidedicate afunga uso." Nikamwambia, "Sasa kama alikuwa anaumwa na tumbo, unataka tu asmile?" Kama unataka maombi, chukua maombi. Acha kuniangalia kwa uso.
nikiomba nikienda ni maombi. Yes. Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Mama mmoja wanamleta kwa ibada yetu ya Friday. Tunakuwa na Friday, Miracle Friday. Huyo mama wanamleta nikimaliza kuhubiri, kisha tunataka kuingia kwa gari niondoke, wanakuja wanamleta haraka. Na nikiingia kwa gari nakuwa nimechoka. Hata kwa mtu nafikiri nafikisha watu wa kwangu kama dereva hayuko, na wafikishaga na nimeshalala. Nimetoka kwa sababu nimelewa. Huyo mama wanakuja wanamleta, anakuja tu haraka sasa baba. Mimi nataka uniombee. Kamuuliza, mama Mungu akufanyie kile unataka. Nikasikia roho yangu haitaki kumwombea. Nikamwambia Mungu akufanyie kile unataka. Akaniambia babangu, shida yangu haiko ya hivyo. Kama shida yako ni nini? Baba, niko na cancer ya 4 level. Cancer hiyo mbaya imefikia the 4th level. Nikamwangalia nikamwambia, nimesema Mungu akuponye hiyo cancer. Unasikia? Ukiona mtu anasema amen ni kama anakuambia funga. Amen. Ni kama anamwambia ishia. Akaondoka. Hiyo usiku akalala. Mwili yake kabisa katoka jasho. Akasikia mjeo wote anakosa. Asubuhi kwa Mungu kwenda kupima. Daktari anamwambia hautawahi tena kimo. Kansa imeisha. Alikuja kuniambia sijaamini kama kansa imeisha, lakini kwanza sadaka yangu hii. Sasa na yeye mwenyewe ni Mkatolika. Alikuwa ameletwa tu na kazini yake. Akaondoka hapo akaenda India kuconfirm. Wakamwambia iliisha. Amen. Amen. Akaja akauliza kazini yake, hakuniombea. Alisema tu. Sasa angeniombea. Halo. Sikiza Biblia siri. Hata kutafuta maombi ya kocha. Kochi huwa haongei kwa uwanja. Unaona utapata. Wenye wanajua amesema huyo atoke huko, aende huko na huko, aende huko na mpira inabadilika. Nilikuwa nasema hivi, mchungaji anaongea kwa fumbo. Baba mchungaji hatukuelewi. Hatukuelewi kabisa, tueleweshe. Elewa hawa wanatafuta spectator sio coach. Kama ni coach akifanya macho tu hivi. Sisi tulilelewa village ya ndani huko interior. Baba yangu nilikuwa najua macho ya kunipiga na macho ya kunipenda. Acha mchezo tu hapa naona Nyamira town, sisi watu wa town. Huko ndani sisi mzazi komalie. Unajua basi. Ameshanipiga. Unapita hivi wageni wako kwa nyumba, ukiingia tu utajua wako anataka usalimu wageni ama usiwasalimu. Ukiingia tu hivi. Pole. Unajua mzee amekataa. Lakini Wakristo siku hizi jamani. Hata mchungaji akukinyie namna gani? Bado unaenda. Na ukifika nje, mimi nishashangaa mchungaji. Mchungaji alipenda nini? Wengine wote walikuwa na smile nilipoingia akafunga uso. Amefunga uso kwa sababu anataka kukusaidia, anakupenda zaidi kuliko vile unafikiria. Ndio kwa maana anakusaidia. Angelikuwa hakupendi, angelikusaidia. Haleluya. Ndio mmoja akaniuliza, unaweza kaje hiyo kazi na bosi wako? Kauliza kwa nini? Akaniambia, "Wewe ndiye mtu mgumu kwa hii dunia yote." Nikamwambia, "Ya, kwa sababu naamini nilikuwa na ujinga ya ugumu kuliko kwa kila mtu dunia hii. Ilibidi Mungu anipatie mtu mgumu dunia hii. Afinye hiyo ujinga ya ugumu, ikitoka anifanye perfect." Halo. Nilikuwa nalala, ninachelewa kazi. Nachelewa shule, nachelewa kila kitu. Mkubwa wa kazi siku tu nilipata kazi ya kwanza akaniambia sikutachelewa ya kwanza. Hakuna nyingine kitu na kuvuta kazi. Nilikuwa nafikia kazi 6. Wa kwanza akaninyoosha. Wengine wanatuliza, "Wewe wanamfanya mtumwa, sio utumwa. Wanatengeneza mtu." Halo. Nilikuwa nanyangua vyombo ya kanisa yote mimi peke yangu na beba hivi. Naenda kuweka mbele. Nilikuwa najiuliza kwa nini. Leo daktari naona anaweza kuishuhudia. Vijana wao wanapigania kunyangua vyombo kanisani.
kupigania kunyangua. Ibada inaisha, unaona wababa wako wanapigania na nyangua kichoko, anakimbia anaenda kuweka. Ninasimama hivi. Ninasema ninafaa kuvuna kile kenye nilipanda. Mungu amewafanya wakose amani kwa sababu na mimi nilipanda mahali. Sasa wewe utavuna nini na utawahi kupanda? Halo. Nikikaa hapo kwa coach. Siku moja ninatembea kwa compound ya kanisa hivi. Nikiwa ninatembea hivi, mara moja nikakutana na Mkristo wangu mmoja. Tulipokutana hivi, nikamsalimu, habari yako mzuri. Kaambia, sikiza kwambie. Roho Mtakatifu anasema ya kwamba president wa nchi hii atakunominate kwa position kubwa kwa hii nchi. Akaniuliza mimi, nikamwambia wewe. Kazi ya huyo dada ilikuwa kupanguza viti kanisani. Na baada ya muda, president akanominate, akampatia cheo. Yeye ni mmoja wa PSS Kenya. Na alipopata hiyo cheo, akarudi kanisani, akaendelea kuwa anapanguza viti. Anakujaga anasimamisha JK yake mahali, anaendelea kupanguza viti. Mahali watu wanaketi. Wewe wakikufanya nyumba 10, unatoka kanisa. Unatoka. Hata nenda kwa tembea. Jamani, Yesu atuhurumie. Angalia jirani yako, mwambie Mungu akuhurumie. Unaisema kwa sababu ni jirani, unaambia angalia jirani yako, mwambie Mungu anihurumie. Patia Bwana makofi mazuri. President wa South Korea akipigia Yong simu, Yong huwa achukui kama naomba. Anasema mwambie ninaongea na mkuu, tutaongea baadaye. President anangojea. Na muda ikifika, president anaenda kanisani. Kuna wakati president wa South Korea alikuwa shemasi asha kwa kanisa. Wewe kama una maringo na hujapata kazi, ukipata utakuwa ukitusalimu na funguo. Goza. Unahitaji coach. Unahitaji mtu avunje kiburi ndani yako. Amen. Ili kwamba achemshe ukuu ndani yako. Yes. You need somebody to break your pride, to build in you greatness. Yes. I say you need your father to break in you your pride and build in you greatness. Yes. Ukiwa mtu anakusomea kwa ukweli, kubali. Yes. Ukiwa mtu anakusomea kwa kitu ambacho anafaa kukusomea, kubali. Yes. Baba yangu alikuwa anatulizaliwa kwetu in Congo. We don't have family planning. It is family planting. We are so many. Kwetu tuko 15. Baba yangu alikuwa anafanya sometimes anafanya mistake, tu anapita jina ya ndugu yako mwingine. Kisha kwa sababu mimi sio huyo, anakuambia acha ujinga. Mimi ndiye baba yako. Ninajua kwa nini nakuita hivyo. Hello. Sometimes mchungaji atakusomea kwa makosa ya mtu mwingine. Kubali, anajua kwa nini anakusomea kwa makosa ya huyo mtu. Yes. Hallelujah. Yes. Anajua akisomea huyu mtu, huyu ni mchanga kiroho, ataondoka. Sasa anakusomea wewe, lakini anajua huyu ndiye ninaambia, huyu atasikia kwa hekima ya huyu. Wewe ukifura haujakomaa. Hallelujah. Inaomba hapo sema kocha unisomee tu. Yes. Hallelujah. Amen. Tulikuwa kwa ibada hiyo ya Friday, Miracle Friday. Tulikuwa kwa ibada tu inaendelea. Ninakuja mbele hivi nakutana mmoja ya one of the sisters, dada yake mmoja anaitwa Dr. Joanne. Nilipokutana tu na yeye nikamwambia congratulations. Akashindwa ya nini, nikamwambia congratulations. Akaniangalia kwa microphone tu, akaniangalia akisema thank you. Nikamwambia can you all of you celebrate her new position? Watu wakaanza kupiga makofi. It was on Friday. On Monday she was nominated account executive. When she was nominated,
she became more loyal to God than the way she was. Kile kenye anafanyaga anakifanyaga. Kazi alikuwa anafanya kanisani anaifanyaga. Nikimpigia simu leo, nimeongea naye kabla nikuje ibada, nimemuuliza wewe, Sunday waliniambia hawakuonekana. Baba tuhurumie, tulikuwa kwa mkutano, tulikuwa kwa executive meeting, ikaisha usiku sana na ilikuwa Embu, nikashindwa kurudia. Naambia wewe, nakuambia nikisikia unaendelea na mchezo. Ananiambia baba, hapana, sitaendelea na mchezo, niko Nairobi hivi nitakuwa kwa ibada. Naambia thank you, nikikuja nisikie haukuwa kanisani. Wewe mchungaji tu akikupigia hivyo, akae na kanisa yake. Kanisa ni nyingi. Unahitaji coach. Nasema unahitaji coach. Nasema unahitaji coach. Nasema unahitaji coach. Kama unanisikia sema haleluya. Haleluya. Maneno ya Mungu inafaa kufunzwa watoto. Kanisa ambao tunaifunza tukiwa na sababu moja tu. Siku moja wamuone Kristo. Amen. Na wakiwa duniani wakomae. Shetani huwa hapigi wale waliokomaa. Huwa anawaogopa. Mungu akusaidie ukomae. Huwa hatukomai kama majani na ungua. Huwa tunakomaa na principles. Unaelewa, hivi ndio mikakati ya kutembea ndani, na nikitembea ndani ya hii mbingu iko pamoja na mimi. Yes. Haleluya. Amen. Kuna watu wangapi? Wawili. Kesho nitakwambia nao. Simama kwa miguu yako tuombe. Simama kwa miguu yako tuombe. Nasikia mtazame waseme tu. Tutawasema kesho, si ndio? Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa shida ni kwamba nasema tutawasema kesho, kumbe kesho ya kesho ni kesho tutakuwa kwa somo lingine hapo. Alafu tutawasema siku nyingine. Haleluya. Sitafafanua wale watu wawili, lakini acha nikwambie mtu wa tatu ambaye ndoto yako nafaa kukutana naye. Kama coach amekunyoosha, ni sharti ndoto yako iende kwa mtu anaita connector. Ni sharti ndoto yako iende kwa connector. Biblia inasema ya kwamba Yusufu akakutana na huyo mnyweshaji ambaye alienda kusema jina yake kwa nyumba ya Farao. Unaweza kuwa na kila kitu ambayo maono yako yanahitaji, lakini unahitaji mtu wa kukuconnect. Unahitaji mtu wa kukutangaza. Nasema mbingu leo tukuletee mtu wa kukutangaza. Nasema mbingu ikuletee mtu ambaye ataenda kukujulisha mahali. Amen. Unaweza kuwa driver mzuri, lakini unahitaji wa kukuconnect. Kesho mmoja wa watu wetu atakuwa hapa. One of my sons, he will be coming tomorrow, atakuwa hapa. Something happened. He went to Mombasa na kuandaa leo connector ni nani. Alienda Mombasa, wakiwa Mombasa walikuwa wameenda na president. Na akiwa Mombasa na president, akachukua tu dereva mmoja kwa wale vijana wake. Haandikwi kazi na serikali. Akachukua tu dereva mmoja kwa vijana wake, akamwambia nitembeze Mombasa. Yeye rafiki yangu, that son of mine. Na huyo dereva akiwa anamtembeza, suddenly tu hiyo convoy ya president anasema, anamwita kuja. Anambia nitatumia gari yako, sitaki kwenda kwa hizo zamu. Akaingia kwa gari ya huyo na wakaenda. Walipoenda mbele, president walipofika mbele akamuuliza, huyu kijana mwenye anatembeza gari vizuri hivi ni nani huyo? Akamwambia ni kijana mzuri sana, lakini hana kazi. President akatoa kadi yake, akamwambia unipigie simu kesho. As we are talking, anafanya kazi State House. Alikuwa dereva maisha yake yote, lakini hakuna siku angeliwahi kufika State House. Alihitaji ajuane na mtu mwenye anajuana na State House, ili kwamba huyo mtu ampeleke State House. Naomba mbingu zikuletee mtu ambaye unahitaji akupeleke mahali unafaa kwenda. Mtoto ikiwa haina connector inakufa. Hello. Daudi alikuwa mtu mzuri, mwimbaji mzuri, lakini nyimbo zake zilikuwa zinajua kusinzilisha kondoo. Anaimba mpaka kondoo zinatos.
Siku yenye walimupeleka kwa nyumba ya mfalme, jina yake ikaanza kujulikana. Naomba leo Mungu achukue kipawa yako, aijulishe kupitia mtu fulani. Mtu ambaye anaitwa destiny helper, akutafute, akugundue, akupeleke jina yako mahali ujuzi wako hauwezi kukupeleka. Inua mkono wako sema, Bwana Yesu, nisaidie nipelekwe mahali sijui na connect. Patia Bwana makofi mazuri. Na mtu wa mwisho ambaye ndoto yako nafaa kukutana naye anaitwa Farao. Ukisikia Farao unajua unasema kwa jina la Yesu. Kwa ndoto Farao sio shetani. Kwa ndoto Farao ni mtu ambaye anaona kilicho ndani yako na anakikubalisha. Watu wote waliona kilichokaa ndani ya Yusufu, lakini hawakukuwa na uwezo ya kukijenga. Unahitaji mtu mwenye aliendaga mbele yako na wewe akushike akulete. Unahitaji mtu mwenye aliendaga Nairobi akuonyeshe Nairobi. Unahitaji mtu mwenye alifanyaga biashara yenye unataka kufanya akuonyeshe vile ya kuifanya. Naomba Mungu leo ainue ndani yako mtu ambaye iko established, akusaidie uko established. Mungu ainue ndani yako mtu ambaye iko established, akusaidie uko established. Uliza baba kuambie, anointing without money is annoyance, not. I'm telling you, hii upako niko nayo. Nikiwa sina pesa unafikiria nitafanya ningefika hapa aje? Nilizaliwa Kongo huko remote huko ndani huko. Mungu akanisaidia nikakutana na mtu mwenye anaweza kunilipia fare, ama nikakutana na mtu mwenye alinijenga nikapata pesa, nikaanza huduma yenyewe inafanana huduma. Umeshaona mtu anakuletea unabii, bado muangalie kuhusu unaangalia viatu. Mtu anaongea maneno ni ya nguvu lakini kiatu inakaa ya left ni ya right. Inakaa hivi. Unasema kama Mungu ndiye anakutumia si akununulia kwanza kiatu. Naomba Mungu ainue maisha yako. Nakataa Mungu asikufanyishe huduma na akuache chini. Naomba ndoto yako Mungu aijenge, akuletee watu wenye wako established. Hallelujah. Unasikia baba anatuambia I was in America. Walikwambia America mtu anaendaga akikimbia. Unaamka asubuhi unaenda America. You need somebody to pay your visa. You need somebody to pay your flight. You need somebody to send you an invitation. May God give you today somebody who is established, who will stand with your ministry. Somebody who is established, who will stand with your family. May God bring on your way somebody who will make your dream real. Hallelujah. Inua mikono yako mbele za Mungu sema, Bwana Yesu, nina ndoto lakini ninajua wewe ndio utaifanyikisha. Leo natangaza kila msaliti anipeleke mahali ninafaa kuwa. Natangaza roho yangu itaheshimia kocha wangu. Nitakuwa na heshima wakati kocha anaongea, nitasikiza. Natangaza kutoka leo mbingu zinafunguka na connector anakuja. Connector anakuja. Mtu ambaye atasaidia ndoto yangu kufika mbele anakuja leo kwa jina la Yesu. Tena ninatangaza siku ya leo, yeyote yule uliyemweka juu ili atakaponisikia aniinue juu, anione leo, asikie jina yangu leo, aniokoe leo. Patia Bwana makofi mazuri. Patia Bwana makofi mazuri. Patia Bwana makofi mazuri. Sikiza nikuibie siri. Sikiza nikuibie siri. Nisikize na unisikize vizuri. Yesu alikuwa very strategic. Yesu alijua ya kwamba Petro itakapofika kwa mambo ya kiroho, Petro ataendeleza huduma. Lakini alijua Petro alikuwa mvuvi wa samaki. Kuna mahali Petro hawezi kuongea. Ilibidi Yesu awe na watu wengine wanaitwa kama Yusufu wa Mathayo. Wale walikuwa wanafunzi wa siri.
hawakujulikana. Alo, kwa nini? Yesu alijua siku nitakufa. Huyu Petro tuko tunazunguka mimi naye, lakini hana, yeye naye ni kama mimi, hana kaburi. Ninahitaji Yusufu wa Mathayo mwenye kuna kaburi nzuri, watanifikia ndani. Alo, Mungu akileta kwa njia yako watu wa roho, na alete pia watu wa pesa, manake unaendelea. Naomba Mungu akukutanishe na aina yote ya watu kwa jina la Yesu. Niko na rafiki yangu ambaye walimletea tithe, wakamwekea nao kwa meza. Iko na kanisa Embakasi, wakamwekea tithe kwa meza. Alipoiangalia hivi, huyo mtu alianza kuterekeza mabandos ya 100,000 kwa meza. Meza ikajaa, meza kama hiyo ikajaa yote. Huyo mchungaji akajichuna asikize kama bado yeye ni mtu. Akafikiria haiko duniani, akafikiria ni ndoto. Kisha mtu akamwambia mchungaji, hiyo ni tithe. Mchungaji akamuuliza, kama hii ni tithe, unabaki na ngapi? Kwa sababu tithe inatosha kujenga kanisa. Naomba Mungu akukutanishe na mlango mmoja yenye itafunguka, ibadilishe historia ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya umaskini inaweza kukuambia pesa ni shetani. Sikiza nikwambie kweli, pesa si shetani. Pesa si shetani. Hatuwezi jenga hii kanisa bila pesa. Kila kitu yenye iko hapa ni pesa. Hello. Uko vile uko kwa sababu ya pesa. Haleluya. Naomba Mungu akukutanishe na pesa. Pesa zilizo safi. Pesa za kimungu. Sio pesa za mkosi. Haleluya. Ndoto ambao unabeba inahitaji pesa. Inahitaji kufanikishwa. Hii huduma inahitaji Mungu akuinue ili kwamba uinue. Inua mikono yako sema, Mungu wangu, na kuahidi unibariki, na wala sitaringa, na wala sitakuacha. Niinue na mimi nitainua huduma yako. Patia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Nasema sifa kwa Mungu. Mbingu zifunguke juu yako sasa. Mbingu zikukumbuke sasa. Kuna wengine ambao ndoto zao walikuwa nazo zizuri, lakini wakaacha zikaanza kukufa kwa sababu hawakujua kesi ya kuzipeleka. Wasaliti walipowasaliti na wakaacha, na ndoto ikaanza kufa. Mambo yalipokataa kuendelea na wakaacha, ndoto ikaanza kufa. Natangaza katika hii uwepo ambao tuko ndani, unapoinua mikono yako mbele za Mungu, Bwana aanze kufufua ndoto zilizokufa. Bwana aanze kufufua ndoto zilizokufa. Fungua kinywa chako kwa dakika moja, waambie Bwana, fufua ndoto yangu tena Bwana. Ambia Bwana, Bwana niamushie tena maono yaliyokufa ndani yangu. Ambia Bwana amushe maono yaliyokufa ndani yako. Ambia Bwana amushe maono yaliyokufa ndani yako. Ambia Bwana amushe maono uliyochoka nayo. Ambia Bwana akuamushie tena ndoto ambayo ulifikiria haitaendelea. Ambia Bwana ainue mipaka, ainue viwango. Ambia Bwana akupeleke ngazi mpya leo tena. Ndoto zilizokataliwa kwa miaka, ndoto zilizokufa kwa miaka, ambia Bwana akuamshie tena ndoto yako. Ambia Jehova akuamshie tena ndoto yako. Mwambie Bwana amshe ndoto yako. Mwambie Bwana amshe ndoto yako. Mwambie Mungu amshe ndoto yako. Mwambie Bwana amshe ndoto yako. Ambia Bwana amshe ndoto yako. Ambia Mungu amshe maono yako. Maono yaliyokufa ya familia, maono yaliyokufa kwa miaka, ambia Bwana amshe tena. Ambia Mungu amshe tena. Ambia Bwana amshe tena. Ambia Bwana kuamshie maono. Ambia Bwana amshe ndoto yako. Ndoto iliyokataa kuendelea, ndoto iliyofungwa na warogi, ndoto iliyofungwa na uchawi, ndoto iliyofungwa na waganga. Ambia Bwana yamshe tena usiku wa leo. Ambia Bwana yamshe tena usiku wa leo. Umeanza kuota ndoto zibaya, umeanza kuota ndoto zichafu, umeanza kuona maono yasiyofaa, umeanza kuona mambo yasiyo ya maana. Naomba leo Bwana irudishe nyota ya ndoto yako. Ndoto ambayo iliibwa, Bwana irejeshe leo. Bwana irudishe leo. Bwana irudishe leo. Kwa uwezo wa damu ya Yesu. 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 Ndoto zilizoibwa, ndoto zilizofungwa, ndoto zilizoonewa, Bwana azirudishe.
azirudishe. Ndoto zilizoonewa Bwana azirudishe. Ndoto zilizolipwa Bwana azirudishe. Ambia Bwana akurudishie. Mwambie Jehova, ambia Baba akurudishie ndoto yako. Ambia Bwana aisimamishe tena. Ndoto uliyefungwa, ndoto uliyechoka, ndoto uliyelala, amuka tena leo. Amuka tena leo. Na haja ya kuota tena, na haja ya kukusikia tena, na haja ya kukusikia tena Bwana, na haja ya kutembea tena, na haja ya kujua ninaishi. Sitakufa, 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 sitakufa kabla sijatimiza ndoto. Sitakufa kabla sijatimiza maono. Sitakufa kabla sijatimiza maono. Sitakufa kabla sijatimiza maono. Sitakufa. Ambia Bwana hautakufa. Ambia Bwana hautakufa kabla maono yako haijatimia. Mwambie Jehova utaishi. Ambia Bwana utaishi. Ambia Bwana utaishi. Mwambie Jehova ya kwamba utaishi, maono yako yatimie. Mwambie Jehova utaishi, ndoto ya maisha yako itimie. Mwambie Jehova utaishi, ndoto uliyoiota itimie. Watoto wako wasome, wale waliokosa karo wapate, wale walioshushwa wakumbukwe. Kazi ya Mungu ienee, kanisa ijengwe, huduma ikomae. Ambia Bwana hautakufa mpaka vipawa vilivyo ndani yako vitakapoanza tena kufanya kazi. Ambia Bwana hautakufa na magonjwa yale yaliyokufuata, kwa sababu wewe unabeba ndoto. Hautakufa na hali ile iliyokufuata, kwa sababu unabeba ndoto. Ambia Bwana wewe hautakufa. Mwambie Jehova mimi sitakufa, mimi ninabeba ndoto. Ambia Bwana mimi sitakufa, mimi nina ndoto. Usiruhusu magonjwa yaniue, usiruhusu accident niue, usiruhusu nikufe kwa barabara, usiruhusu nikufe kwa ndege, usiruhusu nikufe kwa maji. Niruhusu nitimize ndoto, niruhusu nitimize ndoto, niruhusu nitimize ndoto, niruhusu nitimize ndoto Bwana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hautakufa, hautakufa, hautakufa na huduma iliyo ndani yako. Bwana afungue milango. Bwana afungue milango. Usikufe na hiyo magonjwa. Uishi utimize ndoto. Magonjwa yaliyo ndani yako yakauke. Uishi utimize ndoto. Wale ambao waliofungwa wafunguliwe, waishi watimize ndoto. Wale walioonewa wawekwe huru, waishi watimize ndoto. Wale waliobeba laana zivunjike leo, waishi watimize ndoto. Wale waliobeba mikosi zivunjike leo, waishi watimize ndoto. Natangaza ufungulivu, naachilia ufungulivu hapa, naachilia ufungulivu hapa, naachilia ufungulivu hapa. Natangaza ufungulivu hapa, natangaza ufungulivu hapa, natangaza ufungulivu, natangaza ufungulivu, natangaza ufungulivu. Ufunguliwe uishi, ufunguliwe uishi, ufunguliwe uishi, ufunguliwe uishi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bwana kuamshe moyo wako tena. Wale ambao walitarajia kujinyonga na kujiua kwa sababu walichoka na maisha, leo navunja roho za kujiua, leo naharibu roho za kujiua. Natangaza utaishi, natangaza utaishi. Watoto wako wataishi, ukoo yako itaishi, familia yako itaishi, watu wenu wataishi. Hawatajinyonga, hawatajiua, watatimiza ndoto zao, watatimiza maono yao, watatimiza, watatimiza. Na ajili ya ndoto mpya juu yako. Wale waliopoteza nyota, natangaza nyota zirudishwe. Wale waliopoteza nyota, natangaza nyota zao zirudishwe. Wale waliopoteza maono, natangaza maono yao irudishwe. Wale waliobeba laana,
Sifa kwako Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante. Oh, asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Oh, asante Yesu. Twakushukuru kwa sababu ya upendo wako ulio mkuu, Mungu wangu. Twasema asante, wastahili sifa. Jina lako litukuzwe Bwana. Zidi kuneemesha mtumishi wako. Asante kwa sababu kesho utatubariki pia Bwana. Mpaka tamati ya mkutano hii Jehova. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini.